Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Maombolezo rasmi ya maziko ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa Irani Khamenei yameanza kwenye miji mbalimbali kule Irani, hasa katika eneo la Teherani ambako kwa mara ya kwanza mwili wake uliwasili maeneo yaliyokuwa yameandaliwa kwa ajili ya kuanza ratiba hizo. Mamilioni ya watu wako barabarani katika kuomboleza hili swala ambalo litakwenda mpaka tarehe 9 ambako atazikwa, na baada ya kuagwa pale Teherani atapitishwa kwenye miji kadhaa ya Irani na nchi jirani ya Iraq, nadhani Karbala kule, maeneo matakatifu ya Kishia kote huko itakwenda. Baadaye ndio atazikwa tarehe 9, ndio inatajwa kuwa atazikwa. Swali la kwa nini kachelewa kuzikwa, jamani, hili swali niliwahi kulijibu au nilishindwa kulijibu wakati wa kifo cha Hassan Nasrallah. Nadhani ilikuwa hivi Nasrallah alizikwa baada ya mzozo. Na mara hii sina elimu sana kuhusu imani ya Kishia, sijui kwa mafundisho yao, lakini nafahamu kwa mafundisho ya madhehebu mengine ya Kiislamu, mtu anapofariki au anapokufa, moja ya kitu ambacho kinafanywa kwa haraka sana ni kama wanasema ni mambo matatu ambayo mtu anatakiwa afanywe haraka sana. Mtu anayetaka kubadili dini kuingia kwenye Uislamu afanywe haraka sana, na mtu ambaye amefariki azikwe kwa haraka sana. Nadhani katika mambo matatu ambayo yafanywe haraka. Jambo la tatu nimesahau, mtanikumbusha wasomi, lakini nadhani hilo nafahamu. Mtu akizikwa, ukiwa kwenye baadhi ya nchi watu mpaka watashangaa. Mfano, nitakupa mfano tu, nchi kama Omani tunaweza tukaagana mimi na wewe jioni hivi, tumeagana, au usiku kabisa umefika, maana tutaonana kesho inshallah. Ghafla mimi usiku nimefariki, wewe asubuhi utapata taarifa kuwa alifariki na kazikwa. Yani hawezi kukutana na jua la asubuhi, wala aliye mwenye jua hawezi kukutana na usiku ukiingia. Yani hapa katikati hawawezi kuchelewa. Na hata ukienda kule kwenye makbara yao, makaburi wao wanafanya 24/7 ibada hiyo, na makaburi yako tayari, sio kwa eti tukampime fulani, yalishachimbwa, yako tayari kabisa ready. Kwa hiyo mtu akidondoka ni hapo, kinachobadilishwa asubuhi mtaenda kuomboleza, lakini ni vigumu sana kusema kwa tunawahi maziko fulani. Ni vigumu sana kuyawahi kama wewe si mtu wa karibu sana na hauko na haraka, kwa sababu hawacheleweshi kabisa. Sasa kwa jamii ya Kishia hii sifahamu sana utaratibu wao uko hivi, kuwa wanawezaje kuchelewesha, wanawezaje kufanya nini, kwa sababu kama tunazungumza kifo cha Khamenei kilitokea mwishoni kabisa wa mwezi Februari. Tunaweza tukasema kuwa haya tuhesabu kuanzia Machi mpaka tunakuja hii Julai, takriban karibu miezi 4, bado hajazikwa. Na wao bado si kwamba wanazika leo, yani bado wana muda, wataenda watazunguka huku na huku, bado huo ni utaratibu wao. Swali kubwa ambalo limekuja kwenye swala hili la kifo cha Khamenei au katika maziko ya Khamenei ni kiongozi mkuu mpya wa Irani, Mujtaba Ali Khamenei, mtoto wa aliyekuwa kiongozi mkuu. Je, ataonekana? Je, atahudhuria? Je, hayupo au imekuwaje? Swali hili niliwahi kuulizwa mwanzo wakati anachaguliwa, japokuwa niliwahi kutoa mimi maelezo yangu kuhusu kuchaguliwa Mujtaba. Katika viongozi ambao sikupenda wachaguliwe ndani ya Irani ilikuwa ni Mujtaba, lakini Wairani ni Wairani, wao ndio wanaamua nani wanamuona nani. Binafsi nilitoa sababu zangu na sikuwahi kubadili kauli yangu kuwa mimi binafsi sikupenda Mujtaba awe kiongozi mkuu wa Irani, kwa sababu naamini kile ambacho kilitokea Januari mosi, na kwa sababu nina rafiki wengi ambao wanatoka Irani, nina watu wengi ambao nazungumza nao ambao si moja kwa moja wanaweza kusema kuwa labda wanapokea maagizo kutoka serikalini. Kwa hiyo nina baadhi ya maoni ya Wairani ambao mimi nayajua. Jamii kubwa ya Wairani
walikuwa wakitaka mabadiliko kiasi kwenye serikali. Hilo liko wazi. Na hiki huwa ninakizungumza kwa uwazi kabisa. Nilizungumza wakati anadondoka Bashar al-Assad, wengi hawakunielewa. Wakaona kama labda vile nilikuwa na shida ya kuwashambulia Urusi na Irani na wengine, lakini nilizungumza kwa niaba ya Wasiria. Wasiria Bashar al-Assad hawakuwa wakimuona jicho ambalo sisi tulikuwa tukimuona. Yani jicho ambalo sisi tulikuwa tukimuona kama shujaa wa magharibi anayepambana na ulimwengu wa magharibi. Wao Wasiria walikuwa hawamuoni katika taswira hiyo, walikuwa wanamuona katika taswira nyingine. Ndio maana kudondoka kwa Bashar al-Assad kulishangiliwa sana ndani ya Syria. Sana walishangilia. Nilisema wakati wa Wasiria ni wanazima nyumba inaowaka. Hawajalishi wameshika maji ya aina gani. Maji machafu, masafi, mradi kwanza nyumba wanaoizima izimike. Sasa na adui hupenda kutumia nafasi hizo na fursa, na ndio maana unaona kuwa Israeli waliitumia fursa ya Syria, wakaamua kutembea na biti wanayopiga wa Syria, wakapita pale pale. Matokeo yake leo wa Syria wanakuja kugundua kuwa tulionekana kama tulikuwa safari moja. Yani inakuja ile nadharia ile kuwa huu ulikuwa ni msafara wa mamba. Kwa hiyo kenge pia walienda kwenye huo msafara bila kujulikana kuwa wao ni kenge. Wakatimiza malengo yao. Ndio hiki ambacho kinatokea. Kukata maeneo ya Syria, kukalia Quneitra, Wakudara, wamekata Golani yote. Kwa hiyo haya yote yamekuja au haya yote yameingia katika jambo moja tu, kuwa kudondoka kwa serikali ya Bashar al-Assad ndio kumepeleka haya mambo yaende katika muktadha huu wa pamoja. Yani kudondoka huko ndio kumepelekea kila kitu kiende hivyo. Sasa nilizungumza kuhusu Mujtaba. Sikupenda awe kiongozi kwa sababu nafahamu wa Irani walitaka nini. Nguvu kubwa ya kupambana na umma. Nilisema yale maandamano yalitokea Januari, huwezi kusema tu moja kwa moja haya maandamano yalikuwa ya upinzani dhidi ya serikali. Watu wanahitaji mabadiliko kiasi. Japo kuwa kunawezekana kuwa taswira zimeanza kubadilika baada ya huu mzozo. Yani baada ya huu mzozo kuna vitu vimebadilika, kwa sababu niliwahi kumsikia mtu mmoja akinihadithia alipokuwa akizungumza na rafiki yake mmoja Muirani wakati huwa mzozo. Ananiambia alivyokuwa akizungumza naye, anasema kuwa Wairani wengi walikuwa wamechoshwa sana, kwa sababu walikuwa mfano wakiimport kitu, ukiagiza bidhaa ukileta kutoka nje ukaagiza, kodi yake ilikuwa ni kubwa sana. Sasa nadharia iliyokuwa ikitembea kwa raia, kwenye vichwa vya raia wa Irani, kuwa fedha yote ile ilikuwa ikikatwa, ile kodi ilikuwa inakwenda kunufaisha watawala, kuwafanya kuwa matajiri zaidi. Niliwahi kuambia kuwa magharibi wakimchukia kiongozi wenu wataanza kumtengenezea, watampa hadi mali zilizopo kwao, wataambiwa kabisa hii ni ya kwake, ili kuleta ile tafaruku ndani ya nchi. Yani nyinyi mtokee kumchukia. Hiyo wanaweza wakaitengeneza vizuri sana. Sasa yeye anasema walikuwa wakichukia sana yani kujua kuwa kila kinachokatwa kinakwenda kwenye mali hazina za Khamenei na watu wake. Kwa hiyo anasema hiyo nadharia. Lakini baada ya mzozo, baada ya vita kuanza, anasema kuwa tumegundua kuwa fedha nyingi ambayo tulikuwa tukilalamika ikienda kwa Khamenei, kumbe ilikuwa ikienda kuimarisha jeshi letu. Kwa hiyo hata yeye aliona kuwa anaona sifa kuwa na jeshi imara kama lile. Kwa hiyo ile taswira kiasi imebadilika katika, unaweza kusema katika mindset za watu wa Irani kuhusu kile kilichokuwa ambacho kimepikwa awali, yani kunajenga chuki kati ya serikali na raia wake kwa kiwango kikubwa. Hamkustahili kuwa na haya maisha, fedha nyingi zinatumika kuwapa Hizbullah, fedha nyingi zinatumika kuwapa Hamas, nyinyi mnakufa na njaa, serikali yenu. Kwa hiyo kile kinatengenezwa na wanaharakati, wanapikwa, wanaamua kutengenezwa kwa kiwango cha hali ya juu, wanakuwa wanafanya hivyo. Sasa kiongozi mkuu hajulikani kama atahudhuria, lakini taarifa za awali zinasema hatohudhuria. Hatohudhuria kwa sababu gani? Hazitajwi sababu za moja kwa moja, lakini bado kila upande unataja katika ile nadharia ya sababu. Ima usalama, hofu ya usalama, lakini wengine wanasema kuwa bado ni mgonjwa, huenda alijeruhiwa wakati wa mashambulizi, au hataki kuonekana. Hii kitu kinasumbua, kwa sababu kama ulinifuatilia jana jioni nilivyokuwa nikizungumza na DW, nilizungumza na DW, moja ya swali Deutsche Welle, moja ya swali ambalo niliulizwa lilikuwa ni hili, kuwa kwa nini hataki kuonekana. Nilisema kuwa Mujtaba kabla hajawa kiongozi mkuu, wakati yeye ni mtoto wa kiongozi kwa miaka mingi sana, Mujtaba si mdogo, yuko juu ya 50 plus. Kwa hiyo unaweza kusema kuwa ni mtu mzima unasema. Sasa hakuwahi yeye binafsi, hakuwahi yani hakuwahi kuwa mtu wa kuonekana, hakuwahi kuwa mtu wa kusema, hakuwahi kuwa mtu wa
wa public, naweza nikasema hivyo. Licha ya kuwa baba yake alikuwa ni kiongozi mkuu, na licha ya kuwa mfano tajwa kuwa huenda akamrithi baba yake, ametajwa sana toka zamani, alitajwa kuwa huyu ni katika lile jopo ambalo linawezekana likaja kuwa nafasi ya kiongozi mkuu. Sasa lakini toka wakati huo, licha ya kuwa baba yake alikuwa ni kiongozi mkuu na ametawala kwa muda mrefu sana, Mujtaba hakuwahi kuhodhi madaraka ya baba yake na kuanza kutembea shingo juu na kujionyesha kuwa mimi ni mtoto wa fulani. Hakuwahi. Ni tofauti sana na viongozi wengi duniani ambao watoto wao huwa tunawafahamu. Yani akisha kuwa baba kiongozi, basi mtoto na we mtazame kama Kainerugaba, huyu mtoto wa Museveni, nani hamjui leo? Yeye amekuwa ni zaidi ya raisi. Lakini hata tumetazama mfano pale viongozi wa Dubai pale, kina Fazaa wale, kina Hamdani, wote wanajulikana, hawa ni macrown. Lakini ukienda hata kule Saudi Arabia utaona kuna macrown wapo wengi tu. Kina Mohammed bin Salman walikuwa wanafahamika, kina Mohammed bin Naif walikuwa wanafahamika, watoto wa viongozi. Ukienda Libya kulikuwa kuna marehemu Saif al-Islam, alikuwa maarufu na alijulikana kuwa huenda angechukua madaraka. Yani hao ni watoto tu wa wale viongozi, wanasema huyu ni mtoto wa kiongozi fulani. Anakuwa yeye ni maarufu na anajulikana, anakwenda naenda pale Morocco, kuna yule mwali yule nani crown prince, yule ni maarufu na anajulikana, ndio aliyefungua mashindano ya AFCON nadhani kipindi hiki. Tayari anajulikana sana, lakini huyu Mujtaba si katika watu wa namna hiyo. Hakuwahi kuwa kwenye masikio kwenye macho ya watu, hakuwahi kuwa kwenye midomo ya watu. Yani hata Wairani wenyewe wengi zaidi hawamjui. Wairani wenyewe hawajawahi kuelewa huyu mtazamo wake ni upi, kwa sababu si mtu wa kutoa hata maoni, ambayo ni mara chache sana amekuwa akijaribu hata kutoa maoni yake kuhusu serikali inavyoongozwa. Yani ni mara chache sana amekuwa akifanya hivyo. Sasa hata Wairani wenyewe wana shauku ya kutaka kusema kuwa kiongozi wetu yukoje, maanake wengi hawajawahi kumjua, hawajawahi kumuona. Kwa hiyo hili swala la kwenda kwenye public, la kwenda kwenye maziko ambaye ni ya kiongozi mkuu ambaye ni babake, linabaki kwenye nadharia tofauti. Haieleweki kuwa kinachomsababisha asihudhurie ni swala linalotajwa kama hofu ya usalama, au ni swala ambalo unaweza kusema kuwa ni kuwa alijeruhiwa au afanye nini. Hili swala la kuumia, kwa sababu lilishawahi kutokea huko kipindi cha nyuma, wakasema ameumia, aliuawa, afanye nini. Niliwahi kulijibu kuwa waliokuwa wakipiga kura ya kuchagua kiongozi mkuu walikuwa ni Wairani. Kwa hiyo Wairani ndio walikuwa wanaujua ukweli kuwa huyu yupo hayupo. Kama huyu mtu ni useless, yani kuwa alijeruhiwa na hawezi kufanya kazi yote, Wairani ndio walikuwa wanajua. Wao ndio walikuwa wanamtibu, wao ndio walikuwa naye. Kwa hiyo sidhani kwa nchi kama ya Irani ambayo ni nchi, unajua kuna mtu na nchi, ile ni nchi ambayo ina future yake na inatakiwa kuendelea na ina wasomi na ina kila kitu. Kama waliweza kuona huyu mtu hivi sasa hajiwezi na hawezi kufanya chochote, halafu wakamteua kuwa kiongozi mkuu, hilo sitegemei wala sidhani, isipokuwa walijiridhisha na kuona kabisa kuwa huyu alivyo anastahili kuwa kiongozi mkuu, ndio sababu wakaamua kumchagua yeye kuwa kiongozi mkuu. Hilo sina shaka nalo kwenye hilo, na amini hii inaweza kuwa hivyo. Lakini swala la yeye kutokuhudhuria inabaki bado iko kwenye bracket, kwa sababu wiki jana waziri wa mambo ya nje wa mambo ya nje wa Israeli, waziri wa ulinzi wa Israeli, mambo ya nje ni Gideon Sari, haongei kabisa. Waziri wa ulinzi wa Israeli, Israel Katz, yeye alisema kuwa, aliandika akasema kuwa kiongozi mkuu wa Irani wanamweka kwenye listi ya watu ambao watauawa. Kauli ambayo ilijibiwa na waziri wa mambo ya nje Araghchi akasema kuwa jibu lake litakuwa ni baya sana. Lakini nimeona jana vyombo vya habari vya Israeli na vyombo vya habari vya magharibi viliandika kuwa kuna mpango ambao Marekani ameufichua, ambao anasema uchunguzi, yani ujasusi wa Marekani uligundua kuwa Israeli ilikuwa ina mpango wa kuwaua wapatanishi, yani kina Araghchi na Mohammed huyu Ghalibaf, yani wasuluhishi wakuu wa Irani, ili kujaribu kuvuruga mazungumzo kati yao na Marekani. Kwangu hili naomba nilichukulia katika muktadha wangu. Hii habari si ya ukweli. Si ya ukweli kusema kuwa eti Marekani amegundua Israeli anataka kufanya kitu fulani na Marekani useme akaenda kumzuia. Eti Marekani, sasa hiyo taarifa inavyosema, eti Marekani akaamua kuwapa taarifa Irani kuwa kuweni makini na muwe macho kwa sababu Israeli inataka kuwaua hawa viongozi. Jamani, hebu tuende kwenye nadharia ya ukweli. Katika kipindi cha miezi mitatu, hata katika toka usitishaji wa vita, kuwa viongozi gani wa Irani waliosafiri sana nje? Tena katika ziara ambazo zinatangazwa moja kwa moja ni Araghchi pamoja na Ghalibaf. Wanasafiri kwa uhuru na wanaonekana kwa uhuru kabisa.
na hakuna kitu kama hicho kusema kuwa eti wamejificha. Ni tofauti kabisa na wengine, wamekuwa wako wazi na kila kitu wako wazi. Kusema kuwa eti Marekani kamgundua Israeli alikuwa na mpango wa kuwaua hao viongozi, kwa hiyo Marekani anampenda sana Irani akaamua kumpa brief bana, waangalie wanao wasitoketoke, huyu jamaa amesema atafanya hivi na hivi. Inaingia akilini? Sio rahisi. Sasa kwa nini Marekani anasema hivi? Kwa nini vyombo vya habari vinasema hivi? Vyombo vya habari vinajaribu kutengeneza hadithi, yani kuitengeneza hadithi katika muktadha ambao Irani kama kuwastua kuwa sisi bado yani ile kujaribu kuwaamini. Jana jioni nilikuambia kuwa tunajengaje uaminifu. Yani unajenga uaminifu katika msingi ambao unakuwa unakuumiza. Ndio Marekani amejenga uaminifu katika msingi wa kumuumiza, kwa sababu kama angeujenga uaminifu katika msingi wake asingeweza kujenga. Sasa msingi aliouweka wa uaminifu wake ni ule wa kumuumiza yeye. Sasa leo hii Marekani kutuambia kuwa yeye amemstua Irani kwa sababu ya watu wake, hilo unaweza nisilikubali kabisa kabisa, kwa sababu Marekani na Israeli ni wale wale, isipokuwa hii taarifa inatolewa na vyombo vya habari kujaribu kuistua Irani iweze kukaa vizuri kwenye njia. Hiyo iko wazi. Na kwa nini ikae kwenye njia? Ngoja nikwambie. Kuna andiko moja nilikuwa nikilisoma, lilikuwa limeandikwa na jarida moja. Kuna jarida ilikuwa imeandikwa, kuna taarifa moja iliandikwa na hii hapa, iliandikwa na gazeti la Israel la Hayom. Ngoja nikwambie, hii taarifa ndio inaakisi hicho ninachokuambia. Inasema hivi: Irani inaamini vita na Israeli vinaweza kuanza muda wakati wowote. Inaamini. Sasa huyu aliyeandika, angalia anachofikiria, halafu unganisha na kile ninachokuambia. Irani imeahirisha upya mazungumzo mapana na Marekani hadi angalau Julai 18, ikikubali mazungumzo ya kiwango cha kiufundi pekee. Wakati huo huo, ukosoaji unaongezeka Washington kuhusu matumizi mabaya ya vikwazo vya Teherani, huku Irani ikijiandaa kwa uwezekano kwamba vita vitaanza tena katika siku zijazo. Yani umeelewa? Yani Irani inasema kuwa tunajua vita inaweza ikarejea. Hilo tunalijua. Sasa Irani imeamua kupeleka mazungumzo mpaka tarehe 18 mbali, huku Marekani ikishutumiwa kuwa mbona wewe umetoa vitu vyako alafu mwenzako hataki. Nini anaendelea kuandika? Anasema Irani inacheza tena na muda katika mazungumzo kama ilivyotarajiwa katika mazungumzo yaliyofanyika wiki hii huko Doha, na kupitia ujumbe uliowasilishwa kati ya pande hizo mbili. Wairani walikataa kufanya upya mazungumzo mapana wamekataa wiki ijayo kuhusu makubaliano ya mwisho ya kukomesha vita. Kulingana na maafisa wa kidiplomasia wa kikanda, hadi sasa mazungumzo hayo yanatarajiwa kuanza tena Julai 18 pekee, katika takriban wiki 2.5. Na hata wakati huo Irani inazungumzia viwango vya kiufundi vinavyoshughulikia suala la nyuklia na masuala ya kiuchumi yanayohusiana na kutolewa kwa mali zake zilizozuiliwa. Katika kitu ambacho huwa wananifurahisha wa Israeli ni kuona ukweli. Waisraeli ni wajuzi wa kuona ukweli hata pale wanaukwepa, lakini wanauona ukweli. Anachokiandika ni kweli. Irani anacheza na muda, na huu muda Irani anavyoucheza, hesabu za Irani, jiwe moja ndege wawili. Hataki kumpa ushindi kati ya Netanyahu na Trump, anataka wapoteze wote. Ndio maana nilisema siku 60 za mazungumzo haziwezi kuwatosha. Irani wataongeza na kuongeza ili wamvute Netanyahu aporomoke kwenye uchaguzi, wamvute Trump aporomoke kwenye uchaguzi. Yani hawawezi kulimaliza hili, kwa sababu kama wataenda kwenye makubaliano ambayo labda Marekani anayataka, watampa nafuu Donald Trump na aonekane shujaa. Sasa wanamlazimisha Trump ashinde, yani ule wakati unavyombana ashindwe kurudi kwenye vita moja kwa moja, abaki kupiga bla bla, wakati wao hesabu zao zinakwenda vizuri. Hawa watu wana akili timamu na hawa watu wanafahamu nini wanakifanya. Yani hakuna kitu ambacho hawakijui. Ndio maana Israeli wanaliona hili katika muktadha kuwa Irani anacheza na muda. Ni kweli. Irani anawachezesha kwenye muda. Muda gani? Anawapeleka mpaka majibu yaje kutoka kwenye nchi zao, yani wakaangwe au wajikaange wenyewe kwa mafuta yao wenyewe. Wajumbe wa Marekani Steve Witkoff na Jared waliibua hitaji la kuanza mazungumzo ya kiwango cha juu barani Ulaya au Islamabad ili kuendeleza makubaliano ya mwisho, lakini jibu walilopokea ni kwamba Irani ilikuwa na shughuli nyingi za maombolezo na maandalizi ya mazishi ya kiongozi mkuu Ali Khamenei ambaye aliondolewa madarakani na Israeli mwanzoni wa vita. Yani wakati kina Steve wameenda kule, walikuwa wamepropose kuwa jamani, tufanyeni sasa hayo mazungumzo. Tungeambia sisi hatuzungumzi sasa hivi, tuko kwenye kipindi cha mazishi, tutazungumza hapo baadaye. Kwa nini Israeli wanayaona haya? Kwa sababu Israeli wameyachezesha sana ndani ya Hamas, na niliwahi kuambia michezo yote ya Israeli ilivyokuwa ikifanyika, kununua muda, kucheza na wakati, ili waweze kutimiza kile kinaitwa ethnic cleanse, utakaso wa kikabila waliokuwa wakiufanya. Walikuwa wakicheza na muda hivi hivi. Ndio maana Israeli wanaweza wakangamua, wakaona hili kuwa
huyu anatuchezea. Ni kweli Irani anacheza na muda, na Irani anawachezesha ili mechi ije iamuliwe upande wao. Taarifa inaendelea kusema kukataa huku kwa Irani kumejiunga na mfululizo wa vitendo vya dharau na udhalilishaji kutoka kwa Irani dhidi ya Wamarekani. Hatua iliyo wazi zaidi ilikuwa kushindwa kufanya mkutano kati ya wajumbe wa Marekani na waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi, ambao ulipaswa kufanyika Doha katikati ya wiki. Witkoff na Kushner walifika hasa kwa ajili ya mkutano huo ambao Rais Donald Trump alisema ulikuwa umeitishwa kwa ombi la Irani, lakini Araghchi kisha akawaarifu kama ilivyoripotiwa na Israel Hayom kwamba mkutano huo haungefanyika, na akaonya kwamba kikosi cha walinzi cha mapinduzi ya Kiislamu kilitaka kuzima mazungumzo hayo. Kulingana na vyanzo, uongozi wa IRGC ulimzuia kuhudhuria mkutano huo, ukisema kwamba mikutano haiwezi kufanywa katika hatua hii na wale waliohusika na kumuua kiongozi wao. Meelewa hii story? Meelewa ilivyokuwa? Wakati Donald Trump anasema kuwa ametupigia simu, tunataka kwenda kuzungumza, taarifa anasema sisi hatuna mpango wala hatuna mazungumzo na yote. Hatuko katika hayo mazungumzo. Sasa Wairani pia walikasirika sana na ripoti kwamba Trump alikuwa anafikiria kurudi kwenye mashambulizi makali ambayo yangerudisha vita kamili na kufunga tena mlango wa Hormuz. Kwa upande mwingine, ukosoaji unaongezeka ndani ya utawala kuhusu kushindwa kutekeleza makubaliano na kuhusu ukweli kwamba Iran inatumia vibaya kuondolewa kwa vikwazo na kufunguliwa kwa kizuizi cha majini ili kuuza mafuta na bidhaa za petroli kwa kiwango cha juu ambacho kinaingiza mabilioni ya dola kwenye hazina ya IRGC. Kasi ya sasa ni zaidi ya dola milioni 500 kwa siku wanaziingiza. Kuahirishwa kwa mazungumzo kunamaanisha kwamba nafasi za kufikia makubaliano ndani ya siku 60 ni ndogo sana, na madai ya kuongeza muda wa mwisho yanaweza kuongezwa. Wakati huo Irani inajenga upya nguvu zake za kijeshi na akiba ya kifedha inayohitajika kupigana vita. Mtazamo uliopo hapo, kama unavyoonekana katika vyombo vyote vya habari vya Irani, ni kwamba vita vitaanza tena hapo baadaye. Meelewa hicho wanachokisema? Meelewa? Sasa hiki kinaunga kwenye hadithi ile ya Marekani kuwastua Irani, bwana mtavamiwa na viongozi wenu wanapangwa kuuawa. Hii ndio story inapotembea hapo. Inatembea wapi? Kuwavuta Irani, kwa sababu Irani hawatoi ushirikiano wowote na Marekani hivi sasa kwenye swala hili. Hawatoi ushirikiano. Sasa Israeli inawauma, na Israeli wanaona kuwa Irani ameamua kumshika sharubu Marekani na anamchezea kweli kweli, na sharubu za Marekani hazifu. Yani Marekani tena meno yake sio makali wala hana kucha tena za kung'ata. Rahby Digital, haki na ukweli.